بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kuiswali swala hii ya alasiri tena kwa jamaa. Kwa hakika hii ni neema kubwa miongoni mwa neema ambazo tumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kipindi hiki cha alasiri, kwani kuna wengi ambao hawakuona umuhimu wa kuacha kazi zao, hawakuona umuhimu wa kuacha mapumziko yao, wakaja wakamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wakaona mapumziko ni bora kuliko swala, wao wakaona majukumu yao ni bora kuliko swala, lakini wewe ukaona swala ni bora kuliko kila kitu, ukaacha mambo yako yote ukaja hapa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika hii ni neema, lakini pia hatuna budi kumshukuru Allah kubaki kusikiliza maneno ya dini. Hii nayo pia ni neema kubwa miongoni mwa neema ambazo tumeneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika muda huu. Ndugu zangu katika iman, muhadhara wangu wa leo una kichwa cha habari kinachosema thalathatu umur min sha'airil islami, mambo matatu ni katika matukufu ya Uislamu. Mambo matatu ni katika matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu anatakiwa kuyafahamu na kuyajua na kuyafanyia kazi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika iman, yantadhiru an-nas khilal al-ayyam al-qadimah sha'iratan min sha'airillah. Watu hivi sasa wanasubiria katika masiku ya mbeleni, katika masiku yajayo, kuna matukufu miongoni mwa matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala
ambayo Waislamu wanayasubiria. Katika masiku haya Waislamu wako katika masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, masiku ambayo matendo yake yanapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko matendo au ibada zikifanyika katika masiku mengine. Ibada yoyote utakayoifanya katika 10 hili katika mwezi wa Dhulhijja, malipo yake ni makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na masiku haya yanakimbia kwa hakika, masiku haya yanatuacha kwa hakika. Masiku 10 ni masiku machache sana. Kuna Waislamu bado hawajafanya chochote, kuna Waislamu hawajayapatia faida masiku haya, lakini kuna Waislamu ambao wameyapatia faida masiku haya na wamenufaika nayo. Sasa ndani ya masiku haya 10 ya Dhulhijja kuna mambo matatu ambayo ni katika nembo ya Uislamu, ni katika matukufu ya Uislamu. Ash-sha'iratul ula, tukufu la kwanza, nembo ya kwanza, yaumu Arafa, ni siku ya Arafa. Fahuwa yaumun adhimun, siku ya Arafa ni siku tukufu mno. Waislamu wanatakiwa kukumbushana kwamba mbele yao kuna siku inakuja ambayo inaitwa siku ya Arafa, nayo ni siku ya 9 katika mwezi huu wa Dhulhijja, siku ambayo mahujaji wanasimama katika viwanja vya Arafati. Mahujaji wa dunia nzima watakusanyika huko. Siku hii ni siku tukufu mno, ni siku ambayo ina ubora mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min fadlihi fi hadha al-yawm, na miongoni mwa utukufu katika siku hiyo ya Arafa, anna Allah akmala fihi ad-dina, Allah subhanahu wa ta'ala alikamilisha dini katika siku ya Arafa. Dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala ilikamilishwa na Allah katika siku ya Arafa. Katika hadithi ambayo iko katika sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim, kutoka kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lahu, hakika mtu mmoja katika Mayahudi, anna rajulan min al-yahudi qala, mtu mmoja katika Mayahudi alisema kumwambia Umaru, ya amira almu'minin, ewe amiri wa waumini, ayatun fi kitabikum, kuna aya ambayo inapatikana katika kitabu chenu, kuna aya ambayo inapatikana katika Qur'an. Lau nazalat alaina ma'ashara alyahud, lau aya hii ingeshuka kwetu sisi Mayahudi, latakhadhna dhalika alyawma eidan, tungeifanya siku hiyo ni siku ya Eid, tungeifanya siku hiyo ni siku ya sikukuu, kutokana na kwamba aya hiyo imebeba ujumbe mzito. Aya hiyo ni tukufu sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Umar akamuuliza huyu Myahudi, akamwambia, ayu aya, ni aya gani hiyo unaikusudia? Faqala, akasema yule Myahudi, ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala inayosema, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ni hii aya Allah anasema, leo hii nimeikamilisha dini yenu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu.
wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimekutimizieni neema zangu, wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia Uislamu kuwa ndio dini, na nimeridhia Uislamu kuwa ndio dini yenu. Kwa hiyo aya ninayoikusudia ni hii. Kutokana na umuhimu wa aya hii na ujumbe ambao umebebwa na aya hii ingeshuka kwetu sisi Mayahudi, tungeifanya siku iliyoshuka aya hii ni siku ya sherehe, ni siku ya Eid. Faqala Umar radiyallahu anhu, Umar yakasema, inni la a'lamu al-yawma alladhi nazalat fihi, hakika mimi ninaifahamu siku iliyoshuka aya hiyo, wal makana alladhi nazalat fihi, na ninafahamu sehemu ilikoshuka aya hii. Nazalat wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qa'imun bi'Arafa, aya hii ilishuka Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa amesimama katika viwanja vya Arafa, yauma aljum'a, siku ya Ijumaa. Yakhtubu an-nasa, Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa anawahutubia watu, anawapa watu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, anawapa watu ujumbe wa hija. Hadithi ni ndefu, lakini makusudio yangu ni kuonyesha ya kwamba siku ya Arafa ndiyo siku iliyokamilishwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dini ya Allah ilikwisha kukamilika, haihitaji kukamilishwa na yeyote. Iliposhuka aya hii, maulama wa tafsiri ya Qur'ani wanasema Mtume sallallahu alayhi wasallama aliishi baada ya kushuka aya hii siku kama 80. Ni katika aya za mwishoni, lakini kwa upande wa hukumu aya hii ni aya ya mwisho, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza ya kwamba dini tayari imekamilika. Ndugu zangu katika iman, katika hadithi hii tunajifunza mambo mengi. Jambo la kwanza, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ilikwisha kukamilika, haihitaji kukamilishwa na mtu. Imam Maliki rahimahullahu ta'ala siku moja alizungumza maneno mazuri kweli. Imam Maliki siku moja anasema, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala, yeyote atakayezua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeyote atakayeongeza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyu atakuwa anamtuhumu Muhammadi, atakuwa anamtuhumu Mtume sallallahu alayhi wasallama amefanya khiana katika ufikishaji. Kuna baadhi ya mambo ameyafikisha na kuna baadhi ya mambo hajayafikisha. Hii ni tuhuma mbaya kumtuhumu Mtume sallallahu alayhi wasallama kwamba kuna baadhi ya mambo aliyafikisha na kuna baadhi ya mambo hajayafikisha. Imam Malik akasema, lianna Allah yaqul, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, alyawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilisheni dini yangu, leo hii nimekukamilisheni dini yenu. Alyawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilisheni dini yenu, dini imekamilika. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimekutimizieni neema zangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia Uislamu kuwa ndio dini yenu. Imam Malik anasema,
fama lam yakun yawma idhin dinan, kitu ambacho hakikuwa ni dini wakati aya hii inateremka, jambo ambalo halikuwa ni ibada wakati aya hii inateremka, la yakunu al-yawma dina, hata leo hii vile vile haiwezekani likawa ni dini. Dini ilikwisha kukamilika. Leo Waislamu ni mambo mangapi ambayo yanafanyika hayajafanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallama, wala hayajaelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wala hayajafanywa na waja wema waliotangulia, hayajafanywa na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mambo ni mengi. Kwa hiyo faida ya kwanza tunayoipata katika hadithi hii ni kwamba dini ya Allah ilikwisha kukamilika na ilikamilishwa katika siku ya Arafa. Hii inaonyesha utukufu wa siku hiyo. Hii inaonyesha ubora wa siku ya Arafa. Allah subhanahu wa ta'ala amekuja kuikamilisha dini katika siku ya Arafa. Lakini pia miongoni mwa faida ambazo tunazipata kutokana na hadithi hii ni kwamba wasiokuwa Waislamu, Mayahudi na Manaswara, wanausoma Uislamu, wanaisoma Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wanafahamu na hata na maana yake vile vile. Tangu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallama kuna Mayahudi na Manaswara ambao wao walikuwa wakiisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Waislamu, baadhi ya Waislamu hawana muda wa kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiokuwa Waislamu wanaisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka leo hii kuna Mayahudi na Manaswara ambao wanaisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanatenga muda na wanatoa gharama nyingi kwa ajili ya kuufahamu Uislamu, lakini lengo lao ni kwa ajili ya kuja kuharibu na kupotosha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Waislamu wamekuwa ni wavivu wa kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mustashriquna, wasiokuwa Waislamu, wanapambana na wanajitahidi katika kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuyasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika iman, Muislamu ana nafasi ya kuisoma dini yake. Muislamu anatakiwa ajitahidi katika kuisoma dini yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa faida ambazo tunazipata kwa kupitia hadithi hii ni kwamba Myahudi au Mnaswara anapopotosha na wewe unafahamu, unatakiwa pale pale umweleze. Angalia Umar radhiyallahu anhu, namna alivyompiga radi huyu Myahudi, namna alivyomweleza Myahudi. Yeye alikuwa anafikiri kwamba Umar hakuna anachokifahamu, Waislamu hakuna wanachokifahamu kunako na aya hii. Umar akamwambia, hakika mimi nafahamu aya hii ilishuka lini na ilishuka wapi, na siku hiyo kwa Waislamu ni nini. Aya hii imeshuka siku ya Arafa, siku ya Ijumaa. Ijumaa ni siku gani kwa Waislamu, ndugu zangu katika imani? Ijumaa ni siku gani kwa Waislamu? Siku ya sikukuu ya wiki. Ijumaa ni siku ya sikukuu ya wiki kwa Waislamu. Kwa hiyo Umar akamfahamisha huyu Myahudi kwamba sisi bwana tunafahamu vizuri kuliko unavyofahamu wewe. Kwa hiyo siku ya Arafa, miongoni mwa fadhila zake, miongoni mwa utukufu wake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alikamilisha dini katika siku ya Arafa. Ahibatu fillah, ndugu zangu katika iman, wa min fadlihi, na miongoni mwa fadhila za siku ya Arafa, istijabatu duai,
Siku ya Arafa ni siku ya kukubaliwa maombi. Siku ya Arafa ni siku ya kukubaliwa dua. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, khairu duai, dua ambayo ni bora, dua ambayo ni bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, duau yaumi Arafa, ni dua inayoombwa siku ya Arafa. Dua ambayo ni bora ni ile dua inayoombwa siku ya Arafa, na dua hiyo inakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo Muislamu unatakiwa kuitumia vyema siku ya Arafa, siku ya Jumanne, kesho kutwa. Muislamu unatakiwa kuitumia vizuri siku hiyo. Muislamu unatakiwa utenge muda. Yawezekana una matatizo mbalimbali, yawezekana kuna mambo ambayo yanakukabili, yawezekana una matatizo mbalimbali, yawezekana kuna mambo ambayo unayahitaji kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo hayo mueleze Allah subhanahu wa ta'ala katika siku ya Arafa. Tuzangu katika iman, wa min fadlihi, na miongoni mwa ubora wa kuifunga, miongoni mwa ubora wa siku ya Arafa, anna siyamahu kafaratu sanatain, hakika funga ya Arafa ni kifuto cha madhambi ya miaka miwili, ni sababu ya kusamehewa madhambi na Allah subhanahu wa ta'ala, madhambi ya miaka miwili. Hii ni fursa, na hii ni nafasi, na hii ni faida ya siku ya Arafa, kwamba ukiifunga siku ya Arafa unasamehewa madhambi ya miaka miwili. Katika hadithi ya Abu Qatada radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, siyamu yaumi Arafa, funga ya siku ya Arafa, ahtasibu ala Allah, natarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, an yukaffira sanata allati qablahu, anifutia madhambi ya mwaka uliopita, walati ba'dahu, na mwaka ujao. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Mtume anaueleza umma wake. Mtume anatueleza ya kwamba funga ya Arafa ni sababu ya Muislamu kusamehewa makosa ya miaka miwili. Kwa hakika hii ni fursa. Makosa ya mwaka mzima unasamehewa kwa kuifunga siku moja ya Arafa. Lakini vile vile madhambi ya mwaka ujao vile vile unasamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuifunga siku ya Arafa. Kwa hiyo ukifunga Arafa unapata faida ya kusamehewa madhambi ya miaka miwili. Hii ni fursa au sio fursa, ndugu zangu katika imani? Ni fursa kubwa sana. Muislamu, kwa nini usiitumie fursa hii? Kwa nini usifunga katika siku ya Arafa? Kwa nini uiache siku ya Arafa ikakupita? Hivi na maana hauelewi malipo haya? Muislamu anaweza akajiuliza, kusamehewa madhambi ya mwaka uliopita, ili yawezekana Muislamu akalifahamu kwamba tayari kuna mambo ambayo tayari ameshayafanya. Lakini je, mwaka ujao mbona bado sijaishi? Nitasamehewa nini wakati bado sijayaishi masiku hayo? Maulama wanatuambia maana yake ni kwamba ukifunga siku ya Arafa, Allah subhanahu wa ta'ala atakufanya uwe ni mwepesi wa kheri, ataufanya moyo wako uwe ni mwepesi wa ibada, lakini vile vile ataufanya moyo wako uwe ni mzito wa maasiya, uwe ni mzito wa kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala, uwe ni mzito wa kufanya madhambi.
kwa kuifunga siku ya Arafa, wewe utakuwa ni mwepesi wa ibada, utakuwa ni mwepesi wa mambo mema, utakuwa ni mwepesi wa mambo mazuri kwa sababu ya kuifunga siku ya Arafa. Lakini vile vile utakuwa ni mzito wa kuyaendea mabaya na maovu ambayo yawezekana yakakuingiza katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, naamini kuna watu ambao wameanza kufunga tangu mwanzo ulipoingia mwezi wa Dhulhijja, wanafunga na wanaendelea kufunga. Lakini kwa wale ambao hawajaanza, bado hawajachelewa. Kwa wale ambao hawajaanza, wanaweza wakaanza hata kesho, ukafunga kesho siku ya Jumatatu, ukafunga na siku ya Jumanne ambayo ndio siku ya Arafa, upate hata kama ni siku mbili. Ndugu zangu katika imani, tuna wajibu wa kukumbushana, kila mmoja katika sisi amkumbushe ndugu yake katika imani, amkumbushe kufunga siku ya Arafa, amfikishie addalu ala alkhairi kafailihi, mwenye kuonyesha khairi ni kama mfanyaji wake. Ukimweleza mtu akaifanya khairi hiyo, akafanya ibada hiyo, anapata malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe ambaye umemfundisha, umemwelimisha, umemkumbusha, na wewe vile vile unapata malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kila mmoja katika sisi kwa hakika anatakiwa amfikishie ndugu yake katika iman umuhimu wa kuifunga siku ya Arafa. Wa min fadlihi, na miongoni mwa ubora wa siku ya Arafa, annahu yawmu maghfirati dhunubi wal itqi minan nari. Siku ya Arafa ni siku ya kusamehewa madhambi na Allah subhanahu wa ta'ala, ni siku ya watu kuachwa huru na moto na Allah subhanahu wa ta'ala. Yawezekana kuna mtu ambaye tayari alikuwa awe ni katika watu wa motoni kutokana na utukufu wa siku ya Arafa. Allah subhanahu wa ta'ala akamsamehe, Allah subhanahu wa ta'ala akamwacha huru na moto wake. Hivyo basi siku ya Arafa, ndugu zangu katika iman, ni siku tukufu sana. Miongoni mwa mambo ya kufanya ni kama tulivyosema, siku ya Arafa tuifunge. Wakati unaendelea na funga, endelea pia na ibada zingine. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala, mueleze Allah subhanahu wa ta'ala matatizo yako, lete adhkari kwa wingi. Alhamdulillah, wala ilaha illa Allah, Allahu akbar, astaghfirullah, 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 la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Siku ya Arafa, ikiwezekana Muislamu, punguza hata majukumu yako, punguza kazi zako, tenga muda kwa ajili ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, tenga muda kwa ajili ya kuleta takbira kwa wingi katika siku hiyo. Ndugu zangu katika iman, ash-sha'iratu athaniya, tukufu la pili ambalo ni katika matukufu ya Uislamu, katika matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-udhuhiyya, ni udhuhiyya. Wa hiya sha'iratun min sha'airi al-islami. Udhuhiyya ni tukufu miongoni mwa matukufu ya Uislamu. Udhuhiyya ni nembo miongoni mwa nembo za Uislamu. Na udhuhiyya maana yake ma yudhbahu min bahimatil an'ami yawma an-nahri taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Udhuhiyya maana yake ni kichinjo
kinachochinjwa katika wanyama wanaofugwa, katika wanyama wanaochungwa siku ya Idi kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa taarifu hii, kwa maana hii, tayari Muislamu ameshaelewa ya kwamba udhuhiya ni mnyama anayechinjwa siku ya Idi, na mnyama huyo anatakiwa awe ni miongoni mwa wanyama wa kuchungwa, awe ni kondoo, mbuzi, ng'ombe na ngamia. Na hawa vile vile sheria ya Kiislamu imewawekea umri. Kwa upande wa kondoo anatakiwa awe amekamilisha miezi 6, ama kondoo wa miezi 5 na kushuka chini haruhusiwi kuchinjwa katika siku ya Idi. Kwa hiyo kondoo anayefaa kuchinjwa ni kondoo mwenye miezi 6 tangu amezaliwa. Kwa upande wa mbuzi anatakiwa awe amekamilisha mwaka mzima tangu amezaliwa. Ina maana mbuzi wa chini ya mwaka haruhusiwi kuchinjwa katika siku ya Eid. Ng'ombe anatakiwa pia awe amekamilisha miaka 2. Ina maana ng'ombe wa chini ya miaka 2 hatofaa kuchinja katika siku ya Eid. Ng'ombe anatakiwa awe na miaka 2 na kuendelea. Kwa upande wa ngamia anatakiwa awe amefikisha miaka 5 tangu amezaliwa, miaka 5 na kuendelea. Kwa maana hiyo ngamia wa chini ya miaka 5 hafai kuchinjwa katika siku ya Eid. Lakini vile vile kuna sifa 4 ambazo mnyama akisifika nazo, mnyama akiwa nazo, mnyama huyo hatofaa kuchinja. Mnyama ambaye hatofaa kuchinjwa ni mnyama ambaye atakuwa ni chongo, jicho lake moja bovu. Huyu hafai kuchinjwa siku ya Idi kwa sababu ya illa hiyo, kwa sababu ya kasoro aliyokuwa nayo. Mnyama wa kuchinjwa siku ya Idi hatakiwi awe na kasoro. Chongo ni kasoro. Kwa mnyama anayechinjwa siku ya Idi, awe ni kondoo, awe ni mbuzi, awe ni ng'ombe, awe ni ngamia, hatakiwi awe ni chongo. Aibu ya pili, mnyama anayechinjwa siku ya Eid hatakiwi awe ni mlemavu wa miguu, kiguru, anachechemea, hawezi hata kwenda na wenzake. Huyu hafai kuchinjwa siku ya Eid kutokana na aibu hiyo. Lakini mnyama wa tatu ambaye hafai kuchinjwa mwenye aibu ni mnyama ambaye ni mgonjwa. Yawezekana na mbuzi anaumwa, mgonjwa, ukaona huyu kwa kuwa ni mgonjwa, ngoja nimchinje siku ya Eid. Huyo hafai kuchinjwa katika siku ya Eid kwa sababu ana illa, kwa sababu ana kasoro, kwa sababu ana aibu, anaumwa, ni mgonjwa na maradhi. Mnyama wa 4 ni mnyama ambaye amekonda. Ima yawezekana akawa amekonda kwa sababu ya kukosa majani, malisho yamekuwa ni shida, amekonda. Ukasema kwamba huyu kwa kuwa amekonda, huyu ndiye nitakayemchinja siku ya Eid. Huyo hatofaa kuchinja siku ya Eid. Siku ya Eid unatakiwa uchinje mnyama ambaye hana kasoro, mnyama ambaye hana aibu yeyote. Ndugu zangu katika imani, kuchinja siku ya Eid ni miongoni mwa matukufu ya Uislamu, ni miongoni mwa nembo za Uislamu, na kuchinja siku ya Eid malipo yake ni makubwa ndugu zangu katika imani. Na kuchinja mbuzi na kondoo, kila moja atachinja mbuzi wake
kila mmoja atachinja kondoo wake. Hairuhusiwi kabisa kushirikiana katika kumchinja mbuzi au kumchinja kondoo. Ni wewe peke yako utaweka nia kwamba namchinja huyu kondoo nipate thawabu mimi, lakini pia wapate thawabu familia yangu, walio hai na waliokufa. Kwa hiyo mbuzi na kondoo kila mmoja atachinja wa kwake. Baba mwenye nyumba yeye ndiye atakayechinja, ananuia apate thawabu yeye, lakini pia na familia yake ipate thawabu kwa kupitia mnyama huyo. Kwa upande wa ng'ombe na ngamia, tunaruhusiwa kuchangia watu 7 tukanunua ng'ombe, watu 7 tukanunua ngamia. Kwa maelekezo haya ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunaona ya kwamba kila mmoja anaweza kuchinja. Lakini Waislamu, kutokana na kwamba jambo hili Waislamu wamelipuuza na Waislamu wamekuwa ni wenye kupuuza amri na maelekezo ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, utakuta wanaochinja ni wachache kupita maelezo. Lakini kwa mtu ambaye anaona kwamba ibada hii ina thawabu nyingi, ibada hii ina malipo makubwa, atafanya maandalizi. Tujalie mbuzi anauzwa shilingi 200,000. Ukaamua kufanya maandalizi kila mwezi mzima ukaweka shilingi 2,000. Kwa mwaka mzima utakuwa na shilingi ngapi jamani? Kila mwezi ukaweka shilingi 2,200. Itakuwa shilingi ngapi? Kwa utakuta kama kuna kiasi kimebakia ni kidogo sana. Lakini pia mtu anaweza akaamua kuweka 1,000 kila siku, itakushinda? Ukaamua kuweka 1,000 ukawekeza kwa ajili ya kuja kuchinja, ukaweka kila siku 1,000, kwa mwezi utakuwa na shilingi ngapi? Utakuwa na shilingi ngapi kwa mwaka? Una uwezo kabisa wa kuweza kuchinja, lakini Waislamu wamelala. Waislamu huwa hawafanyi maandalizi haya. Waislamu hawaoni umuhimu wa kuchinja. Tena siku hizi kuna ng'ombe na mbuzi za Waturuki, Muislamu ndo hata ajigusi kabisa, anasema kwamba nitachinja. Kwa sababu gani wakati nyama ziko za kutosha? Au wanachinja ili wapate thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe hautaki thawabu. Kwa ndugu zangu katika iman, Muislamu anatakiwa afanye maandalizi kwa ajili ya kuchinja. Bado siku zipo, unaweza ukatafuta mnyama wako kwa ajili ya kuchinja siku ya Idi. Na kama utakuwa hujafanikiwa kuchinja katika siku ya Idi, kuna masiku yanaitwa ayamu tashriqi, masiku 3 baada ya Idi. Masiku hayo yote bado tunaruhusiwa kuendelea kuchinja. Kwa hiyo kama ulikuwa bado hujaweka nia na haujatafuta mnyama kwa ajili ya kuchinja, kama siku ya Idi utakuwa umeshindwa kuchinja, unaweza ukachinja siku ya pili yake. Ukishindwa siku ya pili yake utachinja siku ya 3 yake. Ukishindwa siku ya 3 utachinja siku ya 4. Kwa ndugu zangu katika iman, kuchinja ni miongoni mwa matukufu ya Uislamu. Kila mmoja katika sisi anatakiwa alione hilo na afanye hivyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimun, ndugu zangu katika iman, la tadhbahu dhahayakum illa ba'da intihai salati al-Eid wa khutbatiha. Hamtaruhusiwa kuchinja mbuzi wako wa udhuhia
au kondoo wako wa udhuhia au ng'ombe au ngamia, ruhusiwa isipokuwa baada ya kumaliza swala ya Idi na hutuba yake, kisha utarejea nyumbani kwa ajili ya kwenda kuchinja. Kwa hiyo haitofaa kuchinja kabla. Mtu akaona ngoja nichinje mapema ili tukienda kuswali tunaweza tukakuta na supu tayari imeshaiva. Watu wanatakiwa wasubiri mpaka swala imalizike, hutuba imalizike, ndipo watarudi nyumbani kwa ajili ya kuchinja. Ndugu zangu katika iman, ash-sha'iratu thalitha, tukufu la tatu miongoni mwa matukufu ya Uislamu, yaumul Idi, siku ya Idi. Siku ya Idi ni siku tukufu mno. Wa huwa yaumul farhi ba'da itmami at-ta'ati, siku ya Idi ni siku ya furaha baada ya kumaliza taa, baada ya kumaliza ibada. Waislamu huwa wanashereheka baada ya kumaliza ibada, ndipo wanasherehekea. Eidul Fitri huwa tunasherehekea baada ya kumaliza mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Eidul Adha hii ambayo inakuja kesho kutwa Jumatano, huwa tunasherehekea baada ya kumalizika ibada ya hija. Kwa hiyo Idi kwa upande wetu sisi Waislamu, sherehe kwa upande wa Waislamu huwa ni baada ya kumaliza ibada. Ndugu zangu katika iman, siku ya Idi ni siku ya kukaribishana. Siku ya Idi ni siku ya kupeana pongezi na hongera. Siku ya Idi ni siku ya kuombeana dua. Mwenzako anapokuambia Eidul Mubaraka, unasema taqabbal Allahu minna wa minkum. Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie sisi na nyinyi, sio minal faizina. Sio mtu akikwambia Eidul Mubaraka unamwambia ukiona kimya ujue hamna. Yani watu wameshajenga itikadi kwamba mtu akikwambia Eidul Mubaraka unatakiwa umpe pesa. Na ndiyo maana vijana watoto hawa wanakuchangamkia asubuhi mapema, wanakwambia Eidul Mubaraka ili uweze kuwapa chochote. Eidul Mubaraka mnatakiwa mjibu vipi vijana? Mtasemaje ukiambiwa Eidul Mubaraka? Utasemaje? Taqabbal Allahu minna wa minkum. Haya ndiyo ya kusema katika siku ya Eid. Ndugu zangu katika iman, katika siku ya Eid ni vizuri Muislamu aoge mapema. Siku ya Eid ya kesho kutwa Jumatano, unaoga mapema, unajitia manukato yako vizuri kwa upande wa wanaume. Na vile vile mtu anatakiwa kuvaa nguo nzuri katika nguo zake, avae nguo nzuri. Lakini vile vile katika Eid hii, Eidul Adha, unapotoka kwenda kuswali ni sunna usile na usinywe chochote mpaka utakaporudi au mpaka utakapomaliza swala. Unatoka nyumbani kwako usinywe chai. Mkitoka nyumbani vijana, ni sunna usionje chochote. Usianze kula pipi mapema kabla ya swala. Usinywe chai. Subiri mpaka utakapomaliza swala, ndipo utakuja kula na kunywa. Lakini vile vile miongoni mwa mambo ya kuzingatia katika siku ya Eid, Muislamu anatakiwa atoke nyumbani akiwa analeta takbira. Unatoka nyumbani huko unaleta takbira kwa sauti. Kwa upande wa wanaume, wanawake wao wataleta kwa sauti ya chini, ama kwa upande wa wanaume wanatakiwa kuleta takbira kwa sauti. Unatoka nyumbani unaleta takbira. Tena kama kuna uwezekano, nenda kwenye uwanja wa Eid, nenda sehemu ya kuswalia Eid kwa kutembea kwa miguu,
ni sunna kufanya hivyo. Usipande gari, usipande bodaboda, usipande bajaji, tembea kwa miguu ukileta takbira kwa nguvu, kwa sauti kubwa. Lakini vile vile miongoni mwa mambo ambayo ni ya kuzingatia siku ya Eid ni kubadilisha njia wakati wa kurudi. Usirudie njia ile ile uliyoendea kwenye uwanja wa Eid. Kama kuna uwezekano wa kubadilisha njia, basi utaibadilisha njia hiyo. Nenda kwa njia nyingine, narudia njia nyingine, iqtidaan bin nabii sallallahu alayhi wasallama. Utafanya hivyo kwa sababu ya kumwiga Mtume sallallahu alayhi wasallama. Mtume alikuwa anapokwenda kwenye uwanja wa Eid, anakwenda kwa njia nyingine, na akirudi anarudi kwa njia nyingine. Hekima yake ni nini? Huenda ni kwa sababu siku ya Eid, kwa sababu ni siku ya kupongezana na siku ya kuombeana dua, basi ukipita njia hii utakutana na watu wa njia hiyo, na ukipita njia hii wakati wa kurudi utakutana na watu wengine wapya. Ndugu zangu katika iman, katika kutoka na kwenda kuswali swala ya Eid, mzazi anatakiwa kutoka na watu wote, na familia yake yote, watoto wa kike, watoto wa kiume, hata kama kuna wazee vile vile, watolewe kwa ajili ya kwenda kuswali Eid. Watolewe waende katika uwanja wa Eid. Hata wanawake ambao wako katika ada yao ya mwezi wanatakiwa watoke waende katika uwanja wa kuswali ya Eid. Watu watakaposimama kuswali swala ya Eid, wao watajitenga pembeni. Kwa hiyo waende kwa ajili ya kuitikia dua pamoja na Waislamu, waende kwa ajili ya kusherehekea na kupeana pongezi ya Eid. Ndugu zangu katika iman, na katika vitu vya kujitahadharisha katika siku ya Eid ni kuto kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala katika siku ya Eid. Siku ya Eid kuna watu wanakwenda kwenye maukumbi, na katika maukumbi kuna miziki. Ni haramu kwenda kwenye kumbi za muziki katika masiku yote, lakini katika siku ya Eid ni haramu zaidi. Usiende huko. Lakini pia katika siku ya Eid wanawake wa Kiislamu wanatakiwa wavae nguo za kisheria. Wakati wa kuja kuswali, wanawake wa Kiislamu huwa wanavaa vizuri, stara. Lakini wakitoka kwenda katika maeneo mbalimbali, kwenda bichi, kwenda wapi, ukiwaona nguo walizovaa unaogopa kabisa. Utafikiri sio wale waliojistiri vizuri wakati wanaenda kuswali. Wanawake wanatakiwa wajistiri vizuri, na watu hawatakiwi kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala katika siku ya Eid, kwa sababu watapata madhambi makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa haya machache, hapo ndio itakuwa ni mwisho wa muhadhara wetu kwa leo. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.